ni afadhali kuvuja jasho jingi wakati wa amani katika kuilinda amani yenyewe kuliko kuja kuvuja damu nyingi wakati wa vurugu. Nasi tunachokifanya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni kuinvest nguvu ya kutosha katika kutoa jasho jingi kuilinda na kuitetea amani iliyopo kama mtaji mkubwa wa biashara katika mikoa yetu. Lakini jambo la pili ni watu kwa maana ya market. Ukiwa na watu una uhakika wa biashara, na ndio maana leo kinachofuatwa Kariakoo na baadhi ya maeneo mengi, ishara mojawapo ni mkusanyiko wa watu ambao ndio inakuwa ni kama market katika biashara hizo. Nasi nataka tuendelee kuwathibitishia kwamba tutaendelea kuwalinda watu ambao ndio msingi mkubwa wa masoko katika biashara zote. Lakini jambo la tatu ni policy. Juzi hapa tulitimiza miaka 60 ya kuanzishwa kwa Benki Kuu ya Tanzania. Na moja ya jambo ambalo lilisisitizwa sana ni masuala financial inclusion. Labda leo nisisitize tena kidogo katika hili. Tunapokuwa na biashara na tunapokuwa na taasisi za kifedha, sera namba moja ni lazima kuhakikisha kwamba wananchi na wafanyabiashara wengi wanatumia huo mnyororo wa thamani wa kifedha, ambayo ndio ninakuja kuingia kwenye financial inclusion kwa ujumla wake. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha kuna protection policy ambayo tunamprotect huyu consumer, lakini tunamprotect pia mfanyabiashara. Kwa maana kwamba leo hata mfanyabiashara anapokwenda let's say kuchukua mikopo mahali popote, lazima awe protected na sheria, lazima awe protected na policy, lazima awe protected na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini jambo la tatu huwa ni integrity, kwa maana tunatumia ISIP policy au framework katika kuhakikisha kwamba tunawafikia watu hawa vizuri, lakini kwa kuwa na taasisi ambazo zina heshima, kwa kuwa na taasisi ambazo zina integrity. Tukienda kwa namna hiyo, hizo zote zinakuwa ni vitu vya kisera, lakini tunakuja kuongeza mambo mengine kama kodi na vitu vingine ambavyo vinaweza vikamlinda huyu mfanyabiashara katika taifa letu. Na ndio maana mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wetu wa Dar es Salaam utaungana nami kwamba miezi michache iliyopita Mheshimiwa Rais aliunda timu maalum ya kupitia upya masuala ya kodi katika taifa letu. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu wafanyabiashara waliibua malalamiko, na jambo ambalo linaweza lisiwe jema katika kucreate mazingira ya ufanyaji wa biashara. Na kwa mantiki hiyo, yale malalamiko yote ambayo yalitolewa, Mheshimiwa Rais anajaribu kuyaangalia upya kwa kutumia jicho la wataalamu. Sasa hiyo ni issue ya tatu ambayo inaitwa policy, ili kuhakikisha kwamba biashara zinakuwa zinatabirika, lakini kuna vitu vingine katikati ambavyo vinaweza vikaingilia ili kuweza kumkwamisha mfanyabiashara wa aina yoyote. Lakini na jambo, pamoja na mambo hayo makubwa matatu, yapo pia mambo mengine mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia kufanya biashara zetu kuwa himilivu, zinazotabirika na ambazo wafanyabiashara wanaweza pia kuenjoy katika huo mnyororo wa thamani. Aidha, napenda pia kutumia fursa hii kuwapongeza tena wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam kwa kufanikisha kufanya vikao vya mabaraza ya biashara ya wilaya, na hasa kwa kipindi kilichopita. Hii ni hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kutafuta suluhisho la changamoto mbalimbali zinazokwamisha ukuaji wa biashara na uwekezaji. Ndugu zangu, katika kikao hiki ni ukweli usiopingika kuwa katika mkoa wetu kwa sasa, mkiutazama vizuri, pamoja na mambo mengine mengi ambayo taifa limeinvest katika kufanya vizuri, bado yako mambo ambayo ni changamoto. Na changamoto hii mojawapo ukiangalia ya haraka tu ni foleni iliyozidi katika mkoa wetu, na kwamba kwa namna yoyote ile lazima tu unlock hiyo changamoto. Kwa mfano, watu wa TANROADS wapo hapa, sio? TANROADS mpo hapa? TANROADS wako pale. Miezi michache iliyopita nilitoka hapa kwenda
Lubumbashi. Lakini Lubumbashi nilipita kwa gari. Nilitoka hapa nikaenda moja kwa moja kwa gari. Nikatoka pale nikaelekea mpaka Kolwezi. Nikatoka nikaenda mpaka Kamoa. Lakini ukitoka hapa mpaka Tunduma pana mizani, nafikiri mnaweza mkaihesabu mizani hiyo. Iko mingi sana. Ukitoka pale Tunduma kuelekea mpaka kule upande wa Zambia kulikuwa kuna mzani mmoja, sasa nimeiona kama mitatu imeongezeka. Lakini ukitoka pale kuelekea moja kwa moja ukitoka Kasumbalesa kwenda moja kwa moja mpaka Lubumbashi hakuna mzani pale. Sasa leo ukiangalia mzani wetu ulioko pale Kurasini pale, watu wakipakilia kote huko wanakuja kupima pale. Juzi njia imejifunga kabisa kwa sababu wote wako kwenye foleni ya mzani mmoja ambao uko pale Kurasini. Inawezekana tunatamani kupima mizigo, lakini lazima pia tu unlock hii changamoto. Kwani huu mzani ukiwa nje ya mji wa Dar es Salaam, tatizo litakuwa ni nini? Kama wote wanaopima mizigo wanatakiwa kupeleka mizigo yao mikoani. Kwa hiyo nayo ni thinking tu ya kawaida ambayo lazima tuanze kuifikiria kwa pamoja. Lakini pia ukienda kwenye nchi za wenzetu kuna tozo za mizani. Watu wanalipia mizani. Kwa mfano sisi hapa tunapima mizigo. Tukipima gari linapita. Kama lijazidisha tunasema nenda. Sasa ni vizuri pengine ukawa kuna tozo ambayo mtu akitoka Dar es Salaam kama anaelekea Tunduma, hapo katikati kunakuwa kuna vikwazo vya aina yoyote. Tunachofanya sisi tunatengeneza mabarabara ambayo ni mazuri. Tunahama kutoka kwenye surface dressing tunakwenda kwenye asphalt concrete ambayo itakuwa ni nzuri, na tunakwenda kwa 40 kwa 50 au even 60 kwa 70 katika kutengeneza ubora wa barabara. Tunahama kutoka kwenye LC10 tunakwenda kwenye LC50 ambayo tunatengeneza barabara yetu inakuwa ni ya kudumu. Au tunakwenda hata kwenye barabara za zege. Tunatengeneza kabisa concrete ambayo itakuwa ni nzuri, barabara zetu zinakuwa ni nzuri. Kwa mantiki hiyo, tunakuwa kwanza hatuhitaji hizo rushwa za barabarani. Kwa sababu mimi nikiwa nimesinzia usingizi, wapo watu ambao wanaweza kupakia mzigo mkubwa. Ni kama wenzangu wa TARURA wako hapa. Wana barabara ziko huko Masaki. Wanasema hairuhusiwi kuingia gari la zaidi ya tani 10. Lakini wao wenyewe wanaona magorofa yanayonyanyuka. Yale magorofa yanatumia nondo, simenti, tofali, mchanga. Lile gorofa lote ukija kufanya computation, ili compute ile gorofa moja, mzigo uliopita kwenye ile barabara yako ni wa matani na matano. Lakini hapa tunajiridhisha kwamba lisipite gari zaidi ya tani 10. Hiyo ni fallacy. Yaani hiyo ni jambo ambalo lazima tubadilike. Kwa sababu lazima kule waingie. Kwa sababu kuna vitu vingine vya kiuchumi ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo lazima pia tuliangalie na namna ya kuweza kuliunlock. Tuna kikao pia na wenzetu wa bandari kuhusiana na umadhubuti wa reli inayoweza kutoa mizigo bandarini kupeleka bandari kavu. Hapa sisi tuna ICDs hapa, ziko nyingi hapa. Tunazo kama ICDs kama 100 na almost. Na nyinyi mnakumbuka kwamba kuwa na ICD sio dhambi. Kwa sababu ICD hapa tulizifungua mwaka 2007. Hizi import nini zote zilifungua mwaka 2007 kama sehemu ya kusave bandari yetu ambayo ilikuwa imekwisha elemewa kwa mizigo mingi ambayo ilikuwa inakuja. Kwa hiyo tuna ICDs ambazo zinashughulikia na masuala haya ya mizigo. Tuna EDCs ambazo zinashughulika na masuala ya empty containers. Lakini tuna ICDs ambazo zinashughulika na masuala export tu. Tuna ICDs, kwa tunazo ICDs nyingi kwenye category mbalimbali. Tunazo almost 100 plus. Sasa zote hizi zinasaidia bandari yetu ili iweze kufanya kazi kwa haraka. Sasa ikiwa tena hapa katikati ambapo wananchi wanaishi, maana yake lazima mwananchi wa kawaida ataona kama kero, kwa sababu hataweza kufika haraka anapokwenda kwa ajili ya umadhubuti wa kazi ambazo zinafanyika. Lakini ukiachana foleni pia zipo changamoto zingine. Na changamoto zingine hizi, kwa mfano pale Kariakoo tulipeleka proposal kwamba sasa malori yote yawe yanafanya kazi usiku kwa ajili ya kupeleka mizigo kwa wafanyabiashara. Changamoto moja hapo ambao wameibua wenzetu wa Kariakoo, wanasema magari yakienda usiku kuna wezi vibaka ambao wanachukua mizigo na kuweza kupeleka mahali pengine. Kwa masuala ya kiusalama kwa ujumla wake, wale jamaa wanaopakia, wanaochukua mizigo
wanaweza tena kuiba na kupeleka mahali pengine. Sasa hii pia wenzangu wakurugenzi ambao wako hapa, kwenye kikao changu cha juzi nimewaambia kwamba ni muhimu mkoa wa Dar es Salaam tukaanza kuhamisha kutoka kwenye analogia kuupeleka kuwa ni smart city. Katika duniani kote ambako mikoa hii mikubwa, miji hii mikubwa inaendelea, lazima mikoa uanze kuiona kwenye kiganja, kwa maana kwamba unatengeneza mifumo ya CCTV, mifumo yote ya kimawasiliano, kwa jambo lote ambalo linaweza likafanyika unaiona. Sasa mifumo hii ya smart city wakati fulani huwa is impossible kwenye squatter, kwa sababu hata kamera yako itaibiwa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunahamasisha Watanzania sasa wa Dar es Salaam kwenye squatter nyingi, maana yake ni lazima pia tu rebuild, tufanye ujenzi mpya, ama kwa kushirikiana na private sector, ama kwa wao wenyewe, au kutengeneza policy ambayo inaweza ikaleta mji ambao unakuwa ni mzuri zaidi. Sasa hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo zipo, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, lazima kwa pamoja mabaraza kama haya tukae na kuweza ku-unlock hizo changamoto ambazo zina face masuala ya biashara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa upana wake. Lakini changamoto nyingine kubwa ambayo